Na hali gani mtazamaji wa Father TV, nikukaribisha katika kipindi chako cha machweo ya siku, kipindi ambacho tunaangazia chambuzi mbalimbali za magazeti yaliyotufikia katika meza yetu ya magazeti. Na leo tutakuwa na magazeti mbalimbali ikiwemo Nipashe, Mwanga wa Jamii, tutakuwa na gazeti la Mwananchi, tutakuwa na gazeti la Uhuru na magazeti mengine ambayo tutakuwa nayo. Langu jina ni Ahadi Mgonja, ambatana nami mpaka mwisho tamashia. Na tukianza na gazeti la Nipashe, kuna habari kubwa kabisa imeandikwa kwamba Samia hatuna fedha kutoka nje. Hii ni kwa jana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa akihutubia baada ya kuapisha mawaziri na manaibu waziri. Amezungumzia kwamba hatuna pesa ambazo zinatoka katika nje, kwa sababu tunategemea kwamba watu wengi wawekezaji waje, lakini kutokana na tukio la tarehe 29 imepelekea wawekezaji wamepungua. Lakini pia kuna habari nyingine inaelezea hapa mwendo kasi kurejeshwa Mbagala kwa muda maalum, ambapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila siku ya jana alipita maeneo pale Mbagala na kutolea ufafanuzi juu ya mradi wa mwendo kasi ambao ulisimama kutokana na tukio la tarehe 29 Oktoba. Lakini pia kuna habari ndogo kabisa pale inasema kwamba mtahiniwa kidato cha 4 auawa kwa sababu ya kuiba simu. Hii ni habari ndogo kabisa, ukitaka kujua ilitokeaje tafuta nakala yako ya Nipashe uweze kupata habari kamili. Lakini pia habari picha kabisa tunaona baadhi ya mawaziri na manaibu waziri wakiwa wanakula viapo vya jana, ambapo walikuwa wakiapisha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Twende katika gazeti la Mwananchi, tunaona kwamba kuna habari kubwa kabisa zinasema kwamba tujifunge mkanda. Na kuna habari picha pale kuonyesha baadhi ya manaibu waziri na waziri ambao walikuwa wakiapishwa kwa ajili ya kwenda kufanya majukumu yao ya kitaifa. Lakini pia kuna habari ndogo kabisa katika gazeti la Mwananchi inasema kwamba MC Pilipili ameuawa kwa kipigo. Hii ni baada ya familia ya MC Pilipili kutolea ufafanuzi juu ya kifo ambacho kimemkumba MC Pilipili siku ya jana. Na katika habari ndogo kabisa katika gazeti la Mwananchi kuna habari inasema kwamba kauli ya wewe ni mwanaume jikazi imekuwa gumzo. Je, ukitaka kujua kauli hii imekuwaje gumzo? Basi tafuta nakala yako ya Mwananchi uweze kupata habari zaidi. Na twende katika gazeti la Habari Leo, kichwa kikubwa pale kimeandikwa kwamba serikali ya kasi. Hii ni serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo jana alikuwa akitekeleza wajibu wake wa kuapisha mawaziri na manaibu waziri kwa ajili ya kwenda kufanya kazi katika majukumu yao mapya. Lakini kuna habari ndogo kabisa pale chini inasema kwamba Rais Samia aunda tume huru kuchunguza vurugu za uchaguzi ambazo zimetokea Oktoba 29 mpaka 30 na mpaka tarehe 1. Je, ukitaka kufahamu tume huru hiyo ameunda vipi na nani yupo katika tume huru hiyo, basi tafuta nakala yako ya Habari Leo uweze kupata habari zaidi kuhusu tume huru ambayo imeundwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Twende katika gazeti la Machinga, kuna heading kubwa kabisa pale imeandikwa onyo kali, huku chini pakiwa na picha ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ukitaka kujua onyo kali hilo linahusu nini na onyo kali ni lipi, basi tafuta nakala yako ya gazeti la Machinga uweze kujua onyo kali inahusu nini na inakuwaje. Lakini pia kuna habari kabisa, habari ndogo pale inasema kwamba NMB yatambua wanafunzi. NMB yatambua wanafunzi ubora na kuimarisha ushirikiano na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa habari zaidi chukua nakala yako ya gazeti la Machinga uweze kufahamu NMB imefanya kitu gani na wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam. Tuhame katika gazeti lingine la Jambo la Habari, tunaona kwamba pale kuna heading kubwa imeandikwa kwamba kazi imeanza. Utafahamu kazi imeanza, kazi gani? Basi utafuta nakala yako ya Jambo la Habari uweze kufahamu kazi gani imeanza. Lakini pia kuna habari ndogo kabisa pale inasema kwamba tume kuchunguza vurugu ya undwa. Hii ni kwa siku ya jana ambapo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameunda timu hiyo kwa ajili ya kuchunguza chanzo cha vurugu ambazo imetokea Oktoba 29. Lakini pia tuhame katika gazeti, tunde katika gazeti la Uhuru, Ukweli Daima, kuna kitu cha habari kinasema kwamba Rais Dr. Samia awafunda mawaziri na manaibu waziri. Ukitaka kufahamu Rais Samia amewafunda kitu gani, basi ni vizuri katika nakala yako ya gazeti la Uhuru uweze kufahamu kiundani zaidi. Lakini pia kuna habari ndogo pale inasema kwamba bosi Tira ataka wanahabari kuandika habari kuhusu bima. Ukitaka kufahamu zaidi kama bosi Tira amesema nini na wanahabari kuhusu habari za bima, basi tafuta nakala yako ya gazeti la Uhuru uweze kufahamu kiundani zaidi. Lakini pia habari picha hapa tunaona Mheshimiwa Makonda akila kiapo siku ya jana. Hiyo ni habari picha katika gazeti la Uhuru.
Ukweli Daima. Tuhame twende katika gazeti lingine la Mwanahabari. Lakini katika gazeti la Mwanahabari tukianza na habari ndogo ambayo iko pale inasema kwamba Mbarawa Kihenzile wawashukuru watumishi uchukuzi Dodoma. Ukitaka kujua wawashukuru vipi na ilikuwaje huko Dodoma, basi unapaswa utafute nakala yako ya gazeti la Mwanahabari kwa ajili ya kupata habari zaidi. Lakini pia kuna habari ndogo inasema kwamba madiwani CCM Kilosa wafunishiana misuli. Ukitaka kujua kufahamu madiwani wao wa CCM wa Kilosa kivipi wametumishiana misuli, ni vizuri kuchukua nakala yako ya gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ambayo inatoa habari za kina na za sahihi hapa Tanzania. Bwana, tumefikia tamati katika kipindi chetu cha Machweo ya Siku. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ahadi Mgonja. Nikusite na endelea kufuatilia Fadhakir TV hadi wakati mwingine. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.